Machafuko yalitanda mjini Kakamega polisi walipotawanya mkutano wa DCP kwa vitoa machozi, huku kambi ya Rigathi Gachagua ikitolewa mbio. Ujambo na karibu. Mkutano wa kisiasa uliopangwa na chama cha Democracy for Citizens Party DCP katika mji wa Kakamega mnamo Jumamosi Mei tarehe 24 ulivunjika ghafla baada ya maafisa wa polisi kutumia vitoa machozi kuwatawanya wafuasi waliokuwa wakikusanyika kushiriki tukio hilo la kisiasa. Tukio hilo lilikuwa limepangwa kwa hafla ya kumkaribisha rasmi aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala kama naibu kiongozi mpya wa chama hicho. Mkutano huu ulioelezewa na waandaaji kama sehemu ya kampeni ya kitaifa ya kukitambulisha chama hicho kipya ulitarajiwa kuhudhuriwa pia na kiongozi wa chama Rigathi Gachagua. Hata hivyo, hewa ya kisiasa yenye msisimko iligeuka kuwa ya vurugu mara tu baada ya viongozi wa chama akiwemo Malala, seneta wa Nyandarua John Methu na seneta wa Kiambu Karungo Dhangwa kuanza kuhutubia umati kutoka juu ya gari. Awali, hali ya hewa mjini Kakamega ilikuwa ya utulivu, huku mamia ya wafuasi wa DCP waliokuwa wamevalia nguo za rangi za chama wakimiminika katika eneo la biashara kuu la mji huo wakiwa wamezingirwa na ulinzi mkali kutoka maafisa wa polisi. Lakini kabla hotuba za viongozi kuendelea kwa muda mrefu, polisi walitumia vitoa machozi na kusababisha umati kutawanyika haraka chini ya moshi mzito mweupe. Tukio hilo limeibua taharuki katika ulingo wa ili kifuatia matamshi ya Malala yaliyotolewa siku moja kabla katika kaunti ya Embu, ambapo alimtahadharisha Rais William Ruto dhidi ya jaribio lolote la kumkamata aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Malala alidai kuwa hatua hiyo, endapo itachukuliwa, itachochea hasira kali kutoka wananchi, akieleza kuwa Ruto ana uhalali wa kisiasa wa kuwafunga wale waliokuwa karibu naye kisiasa hapo awali. Na katika hotuba yake, Malala alikosoa serikali kwa kile alichokitaja kama kutishia wapinzani kwa kutumia vyombo vya dola, akidai kuwa hatua hizo ni ishara ya uongozi uliokosa mwelekeo. Alidai kuwa viongozi waliowahi kuwa sehemu ya serikali ya sasa lakini wakajiondoa ni ushahidi tosha wa hali hiyo. Kutibuka kwa mkutano wa DCP mjini Kakamega kunakuja wakati wa mvutano unaoendelea kuongezeka kati ya mirengo ya kisiasa nchini, hasa kufuatia mvutano wa uongozi ndani ya chama cha matarajio ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Polisi hawajatoa taarifa rasmi kuhusu sababu ya kutawanya mkutano huo, lakini wanachanganuzi wa siasa wanaona tukio hilo kama kiashiria cha mazingira tete ya kisiasa yanaendelea kushuhudiwa nchini Kenya.